tunajifunza ujue utendaji wa Mungu. Ujue utendaji wa Mungu. Yohana sura ya 4 kuanzia ule mstari wa 7, neno la Mungu linasema, akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Mstari wa 8, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Mstari wa 9, basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Myahudi kutaka maji kwangu, maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Mstari wa 10, Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Mstari wa 12, je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Mstari wa 13, Yesu akajibu akamwambia, kila anywae maji haya hataona kiu tena. Kila anywae maji haya ataona kiu tena. Mstari wa 14, walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Haleluya! Ujue utendaji wa Mungu. Huyu alikuwa ni Yesu. Katika huu mji alikuwa akienda kuteka maji, akakutana na mwanamke Msamaria. Ukisoma vizuri kuanzia sura ya 1 utaona Yesu alikuwa katika huu mji. Ukisoma ile mstari wa 3 akasema akaenda zake tena mpaka Galilaya. Kwa hiyo hapa ni palikuwa Galilaya. Lakini mstari wa 5, basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari. Alivyofika katika ule mji alipata alikuwa na shida na maji. Akaenda akakutana na huyu mwanamke Msamaria. Mstari wa 7 ndo tunaona pale anakuja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwangalia yule mwanamke Msamaria, akajua huyu ni mwanamke mwenye kiu. Bwana apewe sifa. Alijua huyu ni mwanamke mwenye kiu, na alivyojua ya kwamba huyu ni mwanamke mwenye kiu, akajua kuwa hata huyu mwanamke akichota haya maji ya Samaria, bado hiyo kiu yake haitaisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona hapa Yesu akaenda akamwambia, nipe maji ninywe. Alivyomwambia nipe maji ninywe, hakuwa na maana ya kwamba Yesu yeye aliyataka yale maji. Alimwambia nipe maji ninywe kwa namna ya kwamba aje amuoneshe ya kwamba hayo maji uliokuja kuchota bado hayataweza kutatua shida zako. Bwana apewe sifa. Ndio tunaona hapa anaendelea, anasema kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Hapa hakuwa na wanafunzi wake, walienda kununua chakula. Mstari wa 9, basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu? Hii ni kwamba kulikuwa na desturi ya kwamba Wasamaria na Wayahudi walikuwa hawachangamani. Bwana Yesu apewe sifa. Yes, Wasamaria na Wayahudi walikuwa hawachangamani kwa lolote wala kwa chochote. Kwa hiyo huyu mwanamke hapa alishangaa kwamba iweje Yesu ni Myahudi, kwa sababu Yesu alizaliwa katika Uyahudi. Kwa hiyo alikuwa Myahudi, lakini Yesu hakutembea kwa sura ya Uyahudi, yeye alitembea kwa watu wote. Ndio maana ukisoma ile Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 11 utaona pale alikuja kwa walio wake wakamkataa, bali wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa watoto wa Mungu. Ukisoma hiyo Yohana pale
Yohana pale sura ya kwanza mstari wa 11, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Mstari wa 12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Maana yake Yesu alizaliwa katika Uyahudi, si ndio? Lakini Wayahudi walifanyaje? Walimkataa. Maana yake hawakumuelewa. Sema huyu Yesu tunamjua, amezaliwa kwenye holi la ng'ombe, huyu atatuambia nini? Ndio tunaona hapo alikuja kwa walio wake, ila walio wake hawakumkataa, lakini walimkataa. Kwa hiyo Yesu sasa anaanza kutembea kama ilivyotabiriwa katika Isaya ya kwamba atakuja mwana wa Adam ambaye ni Immanueli, kwa maana ya kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. Ndio Yesu asifiwe. Hapa anamwambia yule mwanamke Msamaria kwamba ungejua ya kwamba nani anayekuomba maji, usingali taka hata kunipa hayo maji, bali wewe ndo ungeniomba mimi. Bwana Yesu asifiwe. Manake Yesu anamwambia Msamaria ya kwamba laiti ungejua ya kwamba hiyo shida unayoenda kuifuata hapo kwamba kwangu utaipata, usingali niuliza hivyo. Ndio hapa nasema mstari wa 11, yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea. Unaona, huyu mwanamke bado alikuwa haelewi. Huyu mwanamke alijua ni maji ya kawaida. Anamwambia, Bwana, mbona huna cha kutekea, alafu unaniambia kwamba unayo maji? Akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeye atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele. Haleluya. Mstari anaendelea pale, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yatabubujika, yakibubujika uzima wa milele. Mwambie jirani yako, chemichemi ya maji. Haleluya. Huyu Yesu anakutana na mwanamke Msamaria. Mwanamke Msamaria anamwambia, Bwana, sisi hatuchangamani na nyie, siwezi kukupa maji yangu. Yesu akamwambia, no, ungejua ya kwamba hayo maji mimi ndo ninayo. Huyu mwanamke akabaki anastaajabu, unayatolea wapi hayo maji? Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akamuonesha picha huyu mwanamke ya kwamba mimi ni zaidi ya hayo maji yaliyopo kwenye kisima. Mimi ni zaidi ya hicho kina cha kisima. Akamwambia kwamba ukija kwangu nitakupa maji ambayo yatazalisha chemichemi ya maji. Na ndio somo letu leo linatufundisha utendaji wa Mungu. Haleluya. Utendaji wa Mungu ni kwa namna ya chemichemi. Mwambie jirani yako, chemichemi. Utendaji wa Mungu, nikisema kwa namna ya chemichemi, chemichemi huwa na hali ya kujizalisha. Chemichemi huwa na hali ya bubujiko, kwamba kama kilikuwa ni kimoja, baada ya masaa mawili vitakuwa vitatu, baada ya masaa 4 vitakuwa 10, baada ya masaa 20 vitakuwa 100. Hali ya utendaji wa Mungu ni katika bubujiko. Hali ya utendaji wa Mungu ni katika kitu kukizidisha. Na ni maombi yangu leo kile Mungu atakachoachilia kikazidishwe katika maisha yako kwa jina la Yesu. Huyu mwanamke alihitaji maji, lakini yale maji Yesu alimwambia mtu akinywa hayo maji ataiona kiu tena, ila mtu akinywa maji yangu mimi hataona kiu tena. Maana yake maji yake Yesu yakiingia ndani yako yanazalisha maji mengine, yanazalisha maji mengine, yanajizalisha tena. Na Yesu apewe sifa. Huyu mwanamke alijua ya kwamba yale maji ya kwenye kisima ndo hitimisho ya matatizo yake aliyokuwa anatafuta, na alijua kabisa haya maji ni ya sisi wa Samaria, wala Wayahudi hapana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu anakuja kumletea utendaji wa tofauti, ya kwamba yako maji ya uhai ambaye yenyewe hayaangalii Myahudi wala hayaangalii Msamaria wala hayaangalii Mgalatia, ni maji kwa ajili ya watu wote. Yesu anajaribu kumuonesha huyu mwanamke ya kwamba yako maji ambayo ni kwa ajili ya Wajita, maji kwa ajili ya Wasukuma, maji kwa ajili ya watu wote. Hayaangalii upo katika hali gani, yenyewe yakiingia ndani yako yanabubujika. Bwana Yesu apewe sifa.
Nataka nikwambie, yamkini huyo mwanamke Msamaria ni mtu hapa leo ambaye wewe umezoelea kufanya mambo kwa namna fulani, umezoelea kutembea katika hali fulani ya maisha na unaona ya kwamba umefika. Huyu mwanamke Msamaria alidhania ya kwamba nikishachota haya maji ya kisima hiki yamenitosha, nitaenda kushughulika na shughuli zangu, nitamaliza mambo yangu. Yamkini huyo mwanamke Msamaria ni mtu mmoja hapa leo ambaye wewe unaona kwamba maisha yako yapo katika hali hiyo, na unaona kwamba mimi maisha yangu yako hivi na ninaenda hivi. Ukiambiwa kitu cha tofauti unaona kama hapana, mimi natembeaga hivi. Na yamkini kuna wengine umekataa kabisa, umesema hichi kitu ni kwa ajili ya sisi Waha tu, Wasukuma hapa. Umejiwekea sheria zako wewe kama wewe. Nataka nikwambia kwamba Mungu yuko, Mungu ambaye ni zaidi ya hizo sheria. Ndio huyu Yesu tunamuongelea hapa, anayesema ya kwamba yako maji ambaye yenyewe yakiingia ndani yako yanabubujikia uzima wa milele. Unaweza ukawa unatembea katika biashara yako, unasema mimi biashara yangu nitauzia hapa tu. Sikiliza nikwambie, yupo Yesu ambaye yeye akiingia ndani yako, hiyo biashara hautauzia hapo tu, utauzia hapa. Ukimaliza unaenda mji wa pili, ukimaliza unaenda mji wa tatu, ukimaliza unaenda mji wa nne. Wakija kukuuliza wewe ni nani, unasema mimi ni David Company Limited. Mwanza tupo, Kigoma tupo, Uingereza tupo, Marekani tupo, popote unaweza ukaenda. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Yako maji yaliyo ya uzima. Anasema mtu akinywa hayo maji ya kisima ataona kiu tena. Nataka nikwambie, ukiishika hiyo pesa ya biashara yako utatamani pesa nyingine, lakini ukimshika Yesu hautamani pesa nyingine, bali pesa zitabubujika. Kuna mtu ananielewa? Nataka kukupa mimi sio hayo ya kwenye kisima. Hebu nenda kalete kwanza huyo mumeo. Mwanamke anakuja kusema hapa mstari wa 15 pale pale. Anasema mstari wa 17, anasema yule mwanamke akajibu akasema sina mume. Yesu akamwambia umesema vema. Kumbe Yesu alijua shida yule mwanamke alikuwa hana mume. Naona? Maana yake Yesu anajaribu kumwonyesha yule mwanamke kwamba hayo maji ya kisima hata ukiyateka kiasi gani bado mume hatoru. Kuna mtu anielewa hapa? Kuna mtu anielewa hapa? Hiyo biashara hata ukiifanya namna gani, huo mtaji hautorudi. Ndio kilichotokea hapo. Yesu anajaribu kumwonyesha yule mwanamke hayo maji hata ukiyachota namna gani, tabia yako ya kutembea na waume za watu hautoiacha. Iangalia hapa. Angalia hapa. Angalia hapa mstari wa 17. Yule mwanamke akajibu akasema sina mume. Yesu akamwambia umesema vema sina mume, kwa maana umekuwa na wanaume 5. Unaona? Sasa kuna mtu alikuwa ameshaanza kushikilia chupa ya maji. Siongelei hayo maji. Siongelei hayo maji. Mwambie jirani yako haya ni maji ya viwango vingine. Haleluya. Anasemaje hapa? Mstari wa 17. Umesema vema sina mume. Mstari wa 18. Kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa si mume wako. Unaona? Kumbe huyu mwanamke alikuwa na mume ndani, ila akaulizwa swali. Akasema sina mume. Akaambiwa, Yesu akajaribu kumuelezea sasa picha nzima kwamba umesema vema hauna mume kwa sababu una waume 5 na huyo uliye naye sio wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu tunasomaga Biblia tunaiacha. Tuendelee pale. Akamwambia umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia Bwana naona kuwa nabii. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yake Yesu alikuwa ameshaanza kuchua maisha yake. Anaanza kumuonesha ya kwamba maji unayohitaji wewe sio ya kisimani. Bwana Yesu apewe sifa. Biashara unayohitaji wewe yamkini sio hiyo unayoifanya. Fedha unayoitaka wewe yamkini sio ya njia hiyo unayotumia kuipata. Iko njia nyingine. Mwambie jirani yako iko njia nyingine. Ndio hapa tunaona ya kwamba Yesu anajaribu kumuonesha huyu mwanamke ya kwamba hayo maji unayoyachota hayataondoa
changamoto yako ya kutembea na waume za watu. Hayo maji unayoyataka hayataondoa changamoto ya hilo tatizo unalopitia. Hizo fedha unazozitaka hazitaondoa hiyo changamoto unayoipitia. Unaweza ukasema mimi ni maskini tu kwa sababu sina hela. Yamkini hata ukipewa milioni 10 bado utaendelea kuwa maskini. Umaskini sio kuwa na hela. Umaskini ni akili. Mwambie jirani yako akili. Yes, akili yako. Ndio maana Yesu anasema, Mungu anasema, anawaambia wana wa Israeli, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Na maarifa yanaingia wapi? Akilini. Akasema wanaangamizwa kwa kukosa fedha, wala kwa kukosa mali. Haisema wanakosa maarifa. Maana yake haya maarifa ni hayo maji ya uzima ambayo yakiingia ndani yako yanabubujikia uzima wa milele. Unaabudu na huyo mwanaume uliye naye ni watano? Iweje unaabudu na bado utafutaji wako wa hela ni kwa njia ya udhalimu? Iweje unaabudu na bado maisha yako yapo katika hali ya machafuko? Manake huyo sio Mungu wa kweli. Mungu tunayemwabudu sisi anatupa njia itupasayo kutembelea. Mungu tunayemwabudu sisi anaachilia chemichemi. Mungu tunayemwabudu sisi anaachilia bubujiko. Leo ukianza kuomba nusu saa, kesho utatembea masaa 2, kesho kuto utatembea masaa 3, kwa sababu bubujiko liko ndani yako. Hivi unajua maana ya bubujiko? Bubujiko maana yake haikatiki. Sasa wewe ulianza na masaa 2, ulianza na mkesha, unapiga mkesha wote. Baadaye ukaanza ukija kwenye mkesha unalala. Baadaye ukaanza hauji kabisa. Mwisho wa siku umeacha. Alafu unasema bado unampenda Yesu. Ni Yesu gani huyo unayempenda, ambaye hauna nafasi ya kukaa naye? Bwana Yesu apewe sifa. Wataalamu na wanasaikolojia wa mahusiano wanakuambia mtu mnayehusiana naye lazima mfanyaje? Muwasiliane. Lazima mfanyaje? Muwasiliane. Hauwezi ukasema ninampenda huyu mtu alafu hamjawasiliana miaka. Hata kwa siku message moja hakuna. Manake huyo mtu haumpendi. Huyo mtu hauna muda naye. Kuna mtu mwingine anasema niko busy, nina mambo mengi. Hayo mambo yako mengi, maana yake kwenye hayo mambo mengi huyu unayempenda hayu, kwa sababu angekuwepo ungempa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa Yesu anajaribu kumwonyesha mwanamke huyu ya kwamba mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tunachokijua. Yesu anajaribu kumwonyesha, na tunachokijua ni karama ya Mungu, ya kwamba akiingia ndani yetu anakuwa chemichemi. Ndani yako wewe unakuwa unazalisha. Ndani yako wewe unakuwa unaleta vitu. Bwana Yesu apewe sifa. Inua mikono yako juu, sema kuanzia leo napokea neema ya kububujisha, ya kuwa chemichemi, kuzalisha vitu vikubwa katika jina la Yesu. Mshangilia Yesu, haleluya. Hey.